الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, tukiendelea na kitabu chetu cha al-arba'una an-nawawiyya, kitabu cha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tukiendelea na hadithi ya 24. Alaysa kadhalika? يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. hii ni hadithi tukufu katika hadithi ambazo zimepokelewa na Abi Dharr al-Ghafari kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii inaelezea min fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala an-nas, ubora wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, kwa waja wake. Na hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam ameipokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa hadithul qudsi, ni hadithi al-qudsi. Maksudio ni kwamba maneno, matamko yaliyotumiwa katika hadithi hii yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lafdhuhu wa maanahu, yale matamko yaliyotumika na maana yake yanatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatusimulia Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته، ni ibada kuisoma, si ndio? Na ukisoma herufi unalipwa thawabu ngapi? 10. Lakini alhadith alqudusi ghairi dhalika. Tumefahamiana? Aiyo. Wa hunaka furuq adida, na kuna tofauti mbalimbali katika hili. Tutasoma hadith alqudusi fi ulum alquran wal farq bainahu wa bain madha alahadith an-nabawiyya. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anasema katika maneno yake haya: ya ibadi, enyi waja wangu, enyi waja wangu.
na hii ni lutfu Allah subhanahu wa ta'ala liibadihi, ni upole wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kutumia hii lafdhi ya ibadi, enyi waja wangu, inni, hakika yangu mimi, haramtu dhulma ala nafsi, nimeiharamishia nafsi yangu dhulma. Maana yake mimi nimejiharamishia kufanya dhulma, kudhulumu. Waja'altuhu, na nimeifanya hiyo dhulma, bainakum, baina yenu nyinyi katika maisha yenu, muharraman, ni haramu vile vile. Angalia uslubu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza anatuthibitishia kwamba kitendo cha dhulma kwake yeye mwenyewe ni kitendo ambacho amejiharamishia yeye kwa nafsi yake, na akaifanya hii dhulma kwetu sisi kuwa ni haramu vile vile. Allah katupa na lugha nyingine ya upole kwa kutuambia fala tadhalamu, basi msidhulumiane katika maisha yenu. Allah anatukataza dhulma katika hadithi hii. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum dhallun, nyote nyinyi asili mmepotea. Kullukum dhallun, nyote mmepotea, illa, isipokuwa man hadaituhu, yule ambaye niliyemuongoza mimi. Illa man hadaituhu, isipokuwa yule niliyempa muongozo mimi. Fastahduni, basi katika maisha yenu niombeni mimi muongozo. Tumefahamiana ahdikum, nitawaongoza. Kwa hiyo njia kubwa ya kuwa na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nini? Ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala hidayah katika maisha yako siku zote. Fahimtum hadha? Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum jai'un, nyote nyinyi mna njaa, asili yenu nyote nyinyi mna njaa, illa, isipokuwa man at'amtuhu, yule ambaye nitakayefanyaje, nitakayemlisha. Manake Allah anatuthibitishia kwamba nyote nyinyi asili yenu, riziki zenu zinatoka kwangu mimi. Kwa hiyo fastat'imuni, niombeni mimi riziki, niombeni mimi chakula, ut'imkum, nitakulisha. Kwa hiyo siku zote binadamu anatakiwa awe na imani ya qadha na qadari kwamba Allah yeye ndo anayenipa mimi nini, riziki. Ndio makusudio ya hadithi, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tabdu khimasan wa taruhu. Kwa hiyo tawakkul katika masala ya riziki ni jambo ambalo tunabidi tuliegemeze kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maneno haya yanaashiria kwamba iwe itakavyokuwa, asili yenu nyote hamna kitu. Manake au wenye riziki basi nimewaruzuku mimi. Kwa hiyo na wewe kama unahitaji riziki niombe mimi. Manake Allah anatufundisha kuwa ni aghniyau ala anfusina, tuwe tumejitosheleza na nafsi zetu. Tumefahamiana? Wa aidan yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum arin, nyote nyinyi hamna mavazi. Tumefahamiana? Hamjavaa. Illa man kasautuhu, isipokuwa yule nitakayemvisha mimi mavazi. Fastaksuni, basi niombeni mimi mavazi. Aksukum, mimi nitawavisha. Yote inaashiria riziki, kumuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, nyinyi ni wenye kukosea, manake mnakosea usiku na mchana katika maisha yenu. Wa hadha huwa aslu bani adam, ndio msingi wa binadamu. Sote tunafanyaje? Tunakosea. Mtume sallallahu alayhi wasallam wasema kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kwa hiyo Allah anasema na kuthibitisha kwa kusema wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi nasamehe dhambi zote. Fastaghfiruni, basi niombeni mimi msamaha. Aghfiru lakum, mimi nitafanyaje? Nitawasamehe. Ya ibadi, enyi waja wangu, innakum lan tablughu dharri, innakum lan tablughu dharri, hakika yenu nyinyi hamwezi kufikia madhara. Manake mtu akaamua sasa atafute madhara, halafu hayo madhara fatadhuruni, nyinyi mkanidhuru mimi kupitia hayo madhara. Tumefahamiana? Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na vile tulivyokuwa navyo sisi katika maisha yetu. Wewe ukasema leo kwamba mimi simwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, labda
artaddu anil islam, natoka kabisa katika Uislamu, usisali, sifanye chochote, ukaona kwamba labda unamdhuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema hata mkiamua nyote katika ardhi, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha ghaniyyun hamid, hata mkufuru nyote katika ardhi, si ndio mnaona labda mtamdhuru Allah kupitia hilo? Basi Allah ni mkwasi, wala hana haja wala hatudhurika na hayo madhara yenu mnayoona kwamba mtamdhuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, hamwezi nyiku labda mkasema sote sasa ulimwengu mzima tunakuwa ni waislamu, mkaona labda Allah atashindwa nyinyi kuwalipa nyote, kila mmoja akampatia vile alivyoviahidi, mkamaliza katika ufalme wake. La, hamwezi kutafuta manufaa ili mnufaishe Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ikawa Allah amenufaika kupitia manufaa yenu. Makusudio kwamba Allah hana haja hata na hizi ibada zetu tunazozifanya. Allahu ghaniyun, tumefahamiana? Sisi ndio wenye haja na Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي أيني وجوانgu لو أن أولكم laiti yule wa kwanza wenu, wa kwanza ni nani kuumbwa? Adam. Wa akhirakum, na yule wa mwisho kabisa kufanyaje? Kuumbwa. Wa insakum, na binadamu wenu wote kwa ujumla tokea Adam mpaka kiumbe cha mwisho. Wa jinnakum, na majini wenu tokea mwanzo ulimwengu mpaka mwisho. Kanu, wote hawa wakusanyike, manake laiti kama kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, wote hawa wawe juu ya uchamungu wa moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu. Tumefahamiana? Mtu mmoja ambaye ni mchamungu zaidi katika maisha yetu, kisha ule uchamungu ule, hiyo binadamu wote, majini wote tokea awali mpaka mwishoni, watu wote ni wachamungu mfano wake. Tumefahamiana? Ma zada dhalika fi mulki shay'a, jambo hilo haliwezi kuzidisha katika ufalme wangu chochote. Tumefahamiana? Kuonyesha kwamba Allah hana haja na yale tunayoyafanya, sisi ndio wenye haja na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Hapa ni tofauti, sote sisi tuamue tu waovu wa kupitiliza, basi maana kasadhalika min mulki shay'a, jambo hilo haliwezi kupunguza katika ufalme wa Allah chochote. Alhadithu wazi, si ndio? Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, watu wote qamu, wasimame, fi sa'idin wahid, katika uwanja mmoja. Sa'id ni uwanja, upatikane uwanja, wakusanyike viumbe wote, kiumbe wa kwanza mpaka wa mwisho, majini na binadamu wote. Kisha fasaluni, kisha wakaniomba mimi, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kila mmoja nikampa yale maombi yake yaliyoniomba, nikamuitikia dua yake. Hivi niwape mfano mdogo tu. Tujalie leo mtu ambaye Allah amemfungulia katika maisha yake, tusitaje sekta ya wadhifa wake. Kuna yoyote hapa Tanzania katika mji wetu labda anaweza akatangaza leo kwamba kila mmoja aombe anachotaka, alafu akawa na uwezo wa kumpa kila mmoja kile alichokiomba, alafu asipungukiwe na chochote? Anafilisika wote na hawezi kuwatosheleza watu. Alaysa kadhalika? Lakini Allah anasema kiumbe wa kwanza mpaka kiumbe wa mwisho wote wakusanyike katika uwanja mmoja, kisha fasaluni, wakaniomba. Hivi kila mmoja tu hapa mahadi ya kiomba, basi pengine Tanzania matajiri wote hawana uwezo wa kuwatosheleza nyinyi kwa vile mlivyonapo katika vifua vyenu. Kila mmoja ana mambo makubwa anayotarajia katika nafsi yake. Kwa hiyo binadamu wote Allah anatoa mfano, asema mkusanyike, kisha kila mmoja nikampa mas'alata, kile alichokiomba. Maana kasadhalika, Allah ametumia mimma indi, katika vile nilivyo navyo, maana sio vyote, kidogo katika kile ambacho nitakachokitoa, illa isipokuwa sasa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila albahr, ni kama vile inapopungua sindano. Unajua sindano inapoingizwa katika bahari, hebu angalia kiasi cha bahari ambayo tunayo hapa, usichukulie bahari ya dunia nzima. Toka na sindano nenda nayo kaiingize pale, halafu itoe, kunatoka kitu gani?
si vitonye vya maji kidogo. Sasa ndio ulivyo ufalme wa Allah. Mfano tu kwamba kila mmoja akipewa kila anachokitaka ulimwengu mzima, basi ni kama vile tumetoa hilo kitonye kwenye ufalme wa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi inaonyesha adhamatullah subhanahu wa ta'ala, na kwamba sisi ndio tunaohitaji kwa Allah. Allah hatumpunguzi chochote katika ufalme wake, illa kama yanqusu, isipokuwa kitakachopungua ni kama vile inavyopunguza ile almikhyatu, sindano, idha udkhila albahr, pili inapoingizwa wapi? Kwenye bahari. Ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum, fahamuni kwamba hayo ni matendo yenu wenyewe. Uhsiha lakum, yamedhibitiwa kwa ajili yenu. Haya mnayoyafanya haya ni matendo yenu nyinyi wenyewe. Tumefahamiana Kila binadamu anafanya yale anayoyafanya kwa nafsi yake yeye mwenyewe. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha. Uhsiha lakum, haya yamehifadhiwa kwa ajili yenu, manake mtayakuta siku ya kiyama. Thumma uwafikum iyaha, kisha nitakuja kuwalipa kutokana na hayo matendo mliyoyafanya siku ya kiyama. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Siku hiyo nafsi itakuta yale yote iliyoyafanya, itayakuta siku ya kiyama. Allah anasema watara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira thumma uwafikum iyaha faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kwa hiyo yote hii inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyadhibiti. Ahsahu Allah wa nasuhu. Faman wajada khaira, basi yule atakayekuta khairi, akaona matendo yake ni sababu ya kuingia kwake wapi? Peponi. Falyahmadillah, basi huyo afanyeje? Anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalika, na atakayekuta kwamba matendo yake yamemfikisha motoni, fala yalumanna illa nafsa, huyo asilaumu isipokuwa nini? Nafsi yake. Kwa hiyo hadithi inaonyesha nafasi ya yale tunayoyafanya katika maisha yetu, kwamba ndiyo machaguzi yetu ya maisha yetu ya baadaye. Na wallahi yanapozungumzwa haya na Allah subhanahu wa ta'ala, anapoyazungumzia tunakuta kwamba kuna huruma kubwa katika mazungumzo yake, si ndio? Hebu angalieni kauli alizozitumia hapa. Anatuita kwa upole, ya ibadi ya ibadi. Kuna nukta moja ambayo nataka niwakumbushe nayo kupitia hadithi hii. Tunapoelezwa kwamba yale ambayo tunayoyafanya yanadhibitiwa na siku ya kiyama tutalipwa kutokana na hayo, binadamu sisi tunaghurika sana na maisha ya wapi? Ya duniani. Ilhali Allah anasema wala al-akhiratu khairul laka min al-ula, si ndio? Inma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa inna al-akhirah hiya darul qarar khalidina fiha abadan, na huko khalidina fiha abadan au khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Tofauti baina maisha duniani na maisha akhira ni kubwa mno. Binadamu lau taamala hayata ad-dunya wal akhirah yajidu farqan kabira. Tumefahamiana? Ukiambiwa khalidina fiha, maana yake ni muda ambao hauna nini? Hauna kikomo, si ndio? Ni miaka 10, miaka 20, ni muda ambao la tahdida, hauna nini? Hauna wakati maalum. Lakini katika maisha haya ya duniani leo, nani anaweza kufika miaka 60 hapa akavuka hapo kati yetu? Bali ile yakini kwamba siku ya kesho naweza nikafika pia, mtu huna, si ndio? Kwa ukiambiwa khalidina fiha, manake ni khulud. Allah anapozungumzia khuludi anamaanisha kwamba kuna khuludi siku ya kiyama. Manake maisha hayo yatakuwa ni maisha ya milele. Manake hapa ni kama vile tunapita tu katika maisha haya wapi? Ya duniani. Ndio maana Mtume anasema mali walidunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Sikuwa mimi katika dunia isipokuwa ni mfano wa msafiri ambaye anasafiri katika sehemu ya jangwa. Kuna sehemu amechoka, ametafuta kivuli akakaa chini, kisha baada ya muda anaendelea na nini?
Sasa hii sehemu aliyokaa hapa akatafuta kivuli ni sawa na dunia. Umefahamiana? Amekaa amepumzika, kisha baada hapo anaendelea na nini? Safari yake. Kisha huko atakapofika huko ndo kuna makazi yake ya nini? Ya milele. Wa imma an yakuna min ahli aljanna au yakun min ahli annar. Kwa binadamu inabidi afikirie kwamba maisha yake ya akhira ndo maisha yake ya milele katika maisha yake. Sawa? Allah anasema wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Hizi aya zote zinasababisha binadamu afikirie na awe na khiari katika maisha yake. الحديث واضح. نواصل الحديث التالي. الحديث الخامس والعشرون. حديث ينقل يا 25. حديث hii imepokelewa na Abi Dharr radhiyallahu anhu qala وهو حديث عظيم جدا في حياتنا أن أناسا. anasimulia Abi Dharr kwa kusema hakika ya watu min ashabi rasulillah, katika wale masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Dharr anataja tukio katika maisha yake ambalo alilishuhudia. Anasema kuna watu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam qalu linnabii sallallahu alayhi wasallam, walisema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya rasulullah, ewe mjumbe wa Allah. Na hawa walikwenda kwa mtume wakenda kupeleka mashtaka. Walikwenda kupeleka mashtaka. Walimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, dhahaba ahlu ad-duthur ya nabii Allah, maana wametupita sisi matajiri. Dhahaba ahlu ad-duthur, wametupita sisi matajiri, bil ujuri, na ujira mkubwa sana, wametuzidi wao katika ujira. Wakafafanua kwa nini wanalalamika hivyo. Yusalluna kama nusalli, wao wanasali kama sisi tunavyosali, maana fil ajri sawa, sote ujira wetu unakuwa ni sawa. Wayasumuna kama nasum, na wanafunga kama tunavyofunga sisi, lakini wayatasaddaquna bifudhuli amwalihim, wao wanatoa sadaqa kutokana na ile ziada waliopewa ya mali yao. Wao wanatoa sadaqa, sisi hatuna uwezo wa kutoa sadaqa. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, awalaysa qad ja'ala Allahu ma tasaddaqun, hivi Allah hakuwapa nyinyi kitu cha kutoa nyinyi sadaqa kinyume na mali? Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum, hivi Allah hakuwajalia nyinyi ma tasaddaqun, kitu ambacho mtakitoa manake kama sadaqa? Mtume akawaeleza kwamba na nyinyi mko na nafasi pia katika maisha yenu. Inna bikulli tasbihatin sadaqa, ujira ambao mmepitwa na masahaba wenzenu ambao Allah amewafadhilisha. Umefahamiana? Basi mna uwezo wa kuudiriki kwa kuyafanya mambo ambayo yatasimama nafasi ya mali. Akawaambia hakika ya kila tasbihi kusema subhanallah ni sadaqa, maana yake hiyo ni pesa utakuwa umeitoa na utaandikiwa ujira wako. Wa kulli takbiratin sadaqa, na kila takbira ukisema Allahu akbar sadaqa. Wa kulli tahmida, na ukisema alhamdulillah sadaqa. Wa kulli tahlila, na ukisema la ilaha illa Allah tahlil sadaqa. Wa amru bil ma'rufi sadaqa, wa nahy 'anil munkari sadaqa, kuamrisha mema ni sadaqa na kukataza mabaya ni sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa, na vile vile katika kile kiungo utupu wa mmoja wenu pia ni sadaqa. Umefahamiana? Masahaba ridwanullahi alaihim baada ya kueleza hivyo, kama nyinyi mnavyotaajabu, mnavyoshangaa, na wao pia wakashangaa. Wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayati ahaduna shahwatahu, hivi mmoja wetu aziendee shahwa zake na matamanio yake ya nafsi yake ayakidhi, wayakunu lahu fiha ajr, kisha useme Mtume anakuwa na ujira? Maana wanatafuta nini hapo? Ufafanuzi kwa kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi mtu akidhi matamanio yake kwa utupu wake alafu iwe ni sehemu ya sadaqa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwalimu, akawapa jawabu ambalo ni jawabu muqni'a. Tumefahamiana? Qala ara'aytum, hivi mnaonaje, law wada'aha
fi haram. Mmoja wenu kama atakitumia hiki kiungo akakiweka katika sehemu ya nini? Ya haram, akana alayhi wizru, je, atakuwa anapata dhambi? Mtu akizini anapata dhambi? Aljawabu naam, anapata dhambi. Tunasema afadhalika idha wadaha fil halal. Hivyo hivyo kila kiungo anapokitumia katika halali pia analipwa, kana lahu ajrun, anakuwa anapata ujira wa jambo hilo. Tumefahamiana vizuri? Aiwa, hadha huwa maana alhadith. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam atakubainisha kwamba hakuna kitu katika maisha yetu haya mpaka akataja hii hatua ya mwisho isipokuwa ni sehemu ya sadaka katika maisha ya binadamu. Ndio makusudio kwamba hata ukiwa unakunywa maji haya, ukinuia kwamba mimi nakunywa maji ataqawa fi ibadati Allah, basi unalipwa kwamba nakunywa maji haya nipate nguvu ya kuweza kutekeleza ibada vizuri, nisome vizuri, basi ni sehemu ya ujira wako. Ukila pia chakula chako cha kila siku kawaida, ukila kwa ada hutolipwa chochote, lakini ukila kwa kusudia ibada utafanyaje? Utalipwa. Nafikiri kuna hadithi itakuja pia itatueleza mambo haya zaidi ya ubora wa Allah kwa waja wake katika nafasi alizowapa katika kila kitu kuwa ni sehemu ya sadaqa. Nuwasil bil hadith. Aywa. الحديث السادس والعشرون، حديث يا 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، amesema Mtume صلى الله عليه وسلم، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. Mtume sallam anasema katika hadithi hii, kullu sulama, kila kiungo. Sulama almaqsudu biha mafasilul insan, ni hizi mafasili hivi viungo vya viunganishi hivi, tumefahamiana hivi katika mwili. Mtume sallam anasema fi jismi al-insani kuna 360 mifsad, kuna hivi viungo hivi viunganishi 360. Tumeeleza katika hadithi ambayo ipo katika Sahih Muslim nafikiri. Kwa hiyo hivi viungo vyote hivi sadaqa, vina sadaqa. Kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shams, maana vinapata ujira kila siku ambayo linachomoza jua. Tumefahamiana kama nilivyotangulia kusema, ili upate sadaqa uwe una makusudio mazuri katika ile siku yako. Tumefahamiana Usiamke ikawa makusudio na au hamzako zinawaza kudhuru wengine, zinawaza tafrani. Tumefahamiana? Kwa hiyo ukiwa na makusudio mazuri, basi viungo vyako vyote hivi vitakuwa vimepata ujira siku yako hiyo ambayo jua limechomoza, siku mpya. Na akataja baadhi ya vitu hapa ambavyo ni sababu ya wewe kupata ujira na sadaqa. Akasema taadilu baina ithnaini sadaqa, kuwapatanisha watu wawili ni sadaqa ya mwili mzima. Watu'inu rajul, na kumsaidia mtu fi dabbati, katika mnyama wake, fatahmilu lahu alaiha, ukambebea. Tumefahamiana mizigo, tumefahamiana kuiweka pengine katika sehemu ambayo unataka kuiweka, almuhimu ukatoa aina ya msaada. Au tarfa'u lahu alaiha, au kamnyanyulia mzigo wake ukampandishia kwenye nini, kwenye kipando chake. Leo tuna gari, si ndio, na vifaa vingine, baskeli, pikipiki. Mtu ana mzigo, unamuona anapata tabu, ukaamua kumsaidia, ule msaada wako ni nini? Ni sadaqa. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa, na maneno mazuri. Al kalimatu tayyibatu sadaqa, maneno mazuri pia ni sadaqa. Kule kuzungumza kwako wewe maneno mazuri katika maisha yako na wenzako, ukawa na muamala mzuri wa maneno, basi ni nini? Ni sehemu ya sadaqa vile vile.
wa bikulli khutwatin, na kila hatua moja, tamshiha ila salati, ambao unaitumia hatua hiyo kuelekea msikitini kusali, sadaqa. Unalipwa nini? Ujira sadaqa. Ndio maana kuna masahaba walikuwa wanaishi sehemu za mbali, walikuwa wakija kusali Masjidun Nabawi wanamuomba Mtume sallam, kwa nini tusiswali kule tulipo? Kwa nini tusisogee karibu na masjid tukajenga huku tukakaa huku? Mtume akamwambia kaeni huko kwa faida hii, kwamba kule kuwa mbali na msikiti ndio kuzidi kwa ujira wenu. Wa tumitul adha ani tariqi sadaqa, na kuokota uchafu. Tumitul adha, kuondoa uchafu. Ani tariqi, kutoa njiani. Sadaqa pia ni nini? Ni sadaqa. Wa huwa juz'un min al-iman, ni sehemu ya nini? Ya iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo katika hadithi hizi mbili tuliyoisoma kabla ya hii na hii, zote zinaonyesha kwamba binadamu ana fursa ya kupata ujira wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila analolifanya katika maisha yake. Alaysa kadhalika? Fahrisu alaiha, basi pupieni kuyafanya baadhi ya yale ambayo yameelekezwa na Mtume salawatullahi wasalamu alayka fi hadhihi alahadith. Alhadithu as-sabi'u wal-'ishrun, hadithi ya 27, taarifu albirri wal ithmi. Hapa tunafundishwa maana ya wema na uovu katika hadithi hii. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa mwongozo na kaida adhima, kaida kubwa sana ya wema na uovu. Hadithi imepokelewa na An-Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, albirru husnul khuluqi, wema ni tabia nzuri. Albirru husnul khuluqi, wema ni tabia nzuri. Wal ithmu ma haka fi nafsik, na uovu ni lile jambo ambalo linakutia wasiwasi, linakukereketa fi nafsika, katika nafsi yako. Wa karihta an yattali'a alayhi annasu, na ukachukia jambo hilo kufahamika au kujulikana na watu. Hii ni taarifu jamilun, alaysa kadhalika? Maovu au ubaya, ma haka fi nafsika, ni lile jambo ambalo linakuumiza wewe mwenyewe katika nafsi yako, linakushughulisha, ndio maana ya haka. Wakarihta, na ukawa unachukia, ayattali'a alayhi annas, watu kuliona jambo hilo. Rawahu Muslimun wa an Wabisah ibn Ma'bad radiyallahu anhu qala, ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala, ji'ta tas'al 'anil birri. Mtume hapa ndo anayezungumza, anamwambia nani? Wabisa. Anamwambia wewe umekuja tas'alu 'anil birri, unaulizia kuhusiana na wema. Na hadi katika mambo ambayo yanaonyesha nubuwa an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ule utume wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabla ya kuulizwa, Mtume anamweleza wale sahaba na kumtajia jambo ambalo limemfanya aje kwake. Hii ni ghaibu, sio? Illa man irtada min rasulihi, ghaibu la ya'lamuha illa Allah. Allah anasema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa la yash'uruna ayyana yub'athun. Lakini vile vile kuna aya katika sura al-Jinn inasemaje? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Lakini Allah akaweka istithna akasemaje? Illa man irtada min rasul. Kwa hiyo ilikuwa kuna sehemu za mambo ya ghaibu manabii wanapewa. Mfahamiana? Kwa hiyo Mtume sallam alimueleza sahaba wake wakati alipomfikia kwamba nafahamu ulichokijia wewe, jita tasal anil birri, unakuja unauliza kuhusiana na wema. Qultu na'am, Wabisa akasemaje? Ndiyo. Qala, Mtume akampa taarifu ya wema, akamwambia istafti qalbak, akamwambia uangalie moyo wako, maana yake utake fatwa moyo wako. Istafti qalbaka, utake fatwa moyo wako, hebu uulize moyo wako. Kisha akamuelekeza akamwambia albirru, wema, matma'annat ilayhi an-nafsu,
matma'annat ilayhi an-nafsu, ni jambo ambalo nafsi yako inatulizana ikilifanya. Watma'anna ilayhi al-qalbu, na moyo wako pia unakuwa unatulizana unapolifanya. Tufahamiane hivi, kila mmoja wetu tunafahamu kwamba unapofanya khairi unajisikia katika nafsi yako kwamba hii ni khairi, unajisikia, na unapofanya shari vile vile unakuwa unajua kwamba hii ni shari. Na ukiona jambo la kukereketa, basi mara nyingi mtu hili la sawa, hili si la sawa. Kwa mujibu wa kaida ya Uislamu unatakiwa uliweke wapi? Uachane nalo. Tumesoma hadithi nyingi ambazo zinatuelekeza jambo hilo. Walithmu, nabaya ma haka fi nafsi, lile ambalo linalosumbua katika nafsi, wataraddad fi sadri, na kwenye kifua linakuwa linajirejea, hili zuri baya, yani unafikiria nifanye nisilifanye, ndio taraddud. Wa in aftaka an-nas, baada ya kuwa unayafahamu haya, hata kama utakwenda hili jambo lishakuwa la kukereketa katika nafsi yako, si ndio? Unakwenda hili jambo vipi, likoje hili? Wa in aftaka an-nas, hata kama watu watakupa fatwa kwamba ni jema, wa aftauka, na watakupa fatwa. Tumefahamiana? Sawa, watu wakupe fatwa na wakakupa tena fatwa, lakini kama kwenye nafsi yako wewe unaliona hili, achana nalo kwa makusudio. Maana yake hata maulama kwa makusudio ya hadithi kwenye maneno ya mwisho, na wao wanakosea. Kuna muda wao shaona hili jambo si zuri, wanatafuta mlango wa kulifungua, watafuta wanazuoni. Mtume anasema in aftaka an-nas wa aftau, sawa watu wakupe fatwa na wakupe fatwa. Tafsiri yake hiyo. Kama ushaona ni baya, achana nalo, ndio makusudio yake. Wa in aftaka an-nas, hata kama watu watakupa fatwa, maadamu yataraddadu fil qalbi wa yahiku fi nafsika wa aftaka, na wakupe fatwa, lakini liacha. Fahimtum hadha? Haya, nuwasil. Hadithun hasan. الحديث الثامن والعشرون، حديث inaelezea kuhusiana as-sam'u wa madha, as-sam'u wa ta'a. Lakini kabla hilo kuna maneno ya Sheikh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, Allah yahfadhu. Sheikh Fawzan bado yuko hai, mafhumu na taarifuna hadha. Aywa, Sheikh Saleh bin Fawzan hafidhahullah ta'ala, ana maneno yake mazuri, anasema fa'ala al-muslim an yattakhidha hadha al-haditha mizanan yasiru alayhi. Muislamu anatakiwa aifanye hadithi hii ambayo tumeisoma kwamba ni mizani, ni kipimo ambacho kinamuongoza katika maisha yake, fima yasma au yuqalu au yuktabu min al-fatawa, katika yale anayoyasikia au yanayozungumzwa au zile fatwa ambazo wanazikuta tayari wanazuoni wameziandika, hususan fi hadha zaman, hasa katika zama tulizonazo, alladhi qalla fihi khawfu Allah wa tajarra an-nas ala al-fatwa, zama ambazo zile hofu za watu zimekuwa ndogo na Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wamekuwa wanajiamini sana hivi sasa katika kutoa fatwa. Wa ala al-qawli ala Allah bighairi ilm, na kule kukithiri watu kumzungumzia Allah basi na nini, basi na ilmu. Illa man shaa, Sheikh anasema isipokuwa wale ambao Allah amewachagua, ambao wako katika haki na wanaifanyia kazi haki. Fahadha alhadithu yanfa'u naf'an 'azima fi mithli hadha alwaqt, hadithi hii ina manufaa makubwa hasa katika wakati wetu. Wa huwa nafi'un fi kulli waqt, lakin kullama ishtaddat alhajatu ilayhi kana naf'uhu a'zam. Tumefahamiana vizuri? Fama yasma'u almuslim min alaqwali walfatawa yumayyizu bainaha bimizani nafsihi وما تطمئن إليه وما تنفر منه، لكن بعض الناس إذا صار له هوى فإنه يتبع الأقوال والفتاوى ولو ما استساغها في نفسه، إنما يأخذها طاعة لهواه، وهذا إثم بلا شك. Kwa hiyo katika maisha inabidi uwe na kipimo. Sawa, fatwa zipo za wanazuoni, lakini kuna wakati unaona sahihi fatwa iliyotolewa kwenye nafsi yangu kama ina taraddud sana, basi inabidi uachane na fatwa hiyo. Tumefahamiana vizuri? Na sasa hizi kama Sheikh alivyosema, qalla al-khawf min Allah, watu sasa hizi hofu yao na Allah imepungua. Wayatajarrauna, tumefahamu fil fitya, yani watu wanajiamini zaidi katika kutoa nini, fatwa. Hata sisi
Wewe unapokwenda kwenu, naamini wengi wetu tuko hivyo, unapoulizwa basi kusema sijui inakuwa ngumu, wakati elimu ya kutoa au kufutu masala pia huna, na pengine unakumbuka juz'un yasir katika ile jawabu, unakumbuka sehemu tu, lakini unaona utosheleze utoe jawabu vile unavyofahamu wewe. Hii yote ni kupungua hofu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujiamini katika kupoteza watu kwa kuogopea kwamba utaonekana hufahamu. Huu ni mtihani ambao tunao, katika maisha yetu. Kwa hiyo iwe hadithi ni qaida fi hayatina, ni msingi mzuri katika maisha yetu. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadithi hii pengine ni hadithi ambayo sote tunaifahamu na mara nyingi huwa tunaitumia katika mauidha yetu. Siku moja as-sahabi al-jalil anasema, wa'adhana, alitupa sisi mauidha, alitupa sisi mawaidha nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mauidha makali, manake mauidha mazito sana. Wajilat minha alqulub, mauidha yale wakati anatutolea Mtume sallallahu alayhi wasallam, nyoyo zilipatwa na hofu. Wadharafat minha aluyun, na macho yalimbujikwa na machozi. Faqulna, sisi tukasema: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kaannaha mau'idhatun muwaddi'a, kama kwamba haya mauidha unayotupa siku ya leo ni mauidha ya kutuaga. Fausina, basi kama ni hivyo ya Rasulullah, tuusie, tupe jambo ambalo tutashikamana nalo baada ya kutuaga kwako. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama: usikum bitaqwallah. Huo ndio wasia mkubwa katika maisha ya mwanadamu. Baada ya kuwa masahaba wamwambia kama kwamba unatuaga, labda kifo chako kinakaribia, basi kawaida binadamu anapotaka kuondoka, iwe msafiri amekuja sehemu akataka kuondoka, watu huwa wanamwambia tuusie, si ndio? Sasa na wao wakatengeneza ile ada kumweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam tuusie chochote. Mtume akawahusia takwa, akawaambia usikum bitaqwallah, na wahusia kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, was-sam'i wat-ta'a, na nawahusia vile vile kusikia na kutii. As-sam'u wat-ta'a ni liulati al-umur, tumefahamia kwa wale viongozi wanaotawala katika mambo yenu, kwa sababu lianna fihi jam'u al-kalim, kwa sababu watu wakiwa na taa basi ule umoja unapatikana katika kauli ya mtu mmoja, tumefahamia na fihi masalih dunya wa din, kwa kule kuwa kitu kimoja kunapatikana maslaha katika upande wa dunia na katika upande wa dini vile vile. Kwa hiyo yahsulu al-kathir, hupatikana faida kubwa kwa kuwa na samu wa taa. Kwa hiyo katika wasia muhimu aliyotoa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni watu kuwa ala kalimati wahida. Wa in ta'ammara, lakini Mtume alitaka kufafanua zaidi samu wa taa inakuwa vipi. Akamwambia wa in ta'ammara, na hata kama ataongoza alaikum, kuongoza nyinyi, abdun ni nafasi dhalili sana, mtumwa anayemilikiwa, ataongoza nyinyi. Wa in ta'ammara alaikum abdun, hata kama ataongoza nyinyi, mfano yule mtumwa. Na maana yake
Hapa anataka kutoa mfano kwamba kiongozi hadharauliwi vyovyote atakavyokuwa. Tumefahamiana vizuri? Mtume anasema fa innahu man ya'ish minkum, kwa hakika yoyote yule ambaye atakayebahatika kupewa umri akaishi miongoni mwenu miaka mingi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi sana. Wa hadha ikhbaru minhu sallallahu alayhi wasallam, hii ni habari mtume anaitoa, anatabiri mambo ya mbeleni, si ndio? Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa alaykum, basi manake alaykum, shikamaneni nyinyi bisunnati, na sunna yangu. Iko kipindi ambacho zitadhihiri hizi khilafa, wa sunnati al-khulafa ar-rashidina, na sunna za makhalifa wangu walioongoka, al-mahdiyina, ambao wamefanyaje? Watukufu, maana ar-rashidina watukufu, tafsirini hivyo, wal-mahdiyina wale walioongoka. Na huu ni utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi, na ni uthibitisho ambao anautoa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wale watakao kuja kuongoza hawa tayari mimi nishafanyaje? Nishawapitisha. Tumefahamiana? Kwa hiyo manake iwe itakapokuwa kadari na kadhaa ya Allah kwamba wale watakaoongoza katika kile kipindi cha utawala ambacho Mtume amekitabiri ni miaka mingapi? 40. Miaka yote 40 watakaoongoza watakuwa katika haki. Ndio makusudio ya maneno ya Mtume sallallahu. Kwa hiyo shikamaneni na maneno yangu na shikamaneni na sunna za hawa makhalifa wangu. Addu alaiha bin nawajib. Addu maana yake ya tunasema kung'ata sisi, sio? Yashikeni alaiha, haya niliyowaeleza, bin nawajib, kwa magego, maneno haya magego, kuonyesha kwamba dhibitini misingi hii, sunna yangu na sunna ya hao makhalifa. Wa iyyakum, na jiepusheni nyinyi, wa muhdathati al-umur, na mambo yenye kufanyaje? Kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa hakika kila lenye kuzushwa ni nini? Ni bid'a. Kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotovu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Mtume anasema taraktukum ala mahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kwa hiyo Mtume anasema inni tarikun fikum madha ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu abada. Kwa hiyo Mtume ametoa mwongozo katika maisha ya binadamu, anatakiwa aishi vipi katika upande wa dini yake. Alhadithu wadih. Alhadithu at-tasi'u wal-'ishrun. Mtume anazungumzia milango ya khairi, abwabul khairi. Mtume anazungumzia milango ya nini? Ya khairi katika hadithi hii. Alhadithu عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، أي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟
قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatupa sisi mfumo kwa kutuonyesha njia itakayotupeleka sisi katika nini? Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anatufahamisha yale yote anayoyahitaji mwanadamu ili aweze kufikia wapi? Aweze kufikia kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi hii iliyopokelewa na Muadh, qala qultu ya Rasulullah, wa huna dalilu ala wujubi su'al. Wakati fulani kuna wajibu wa mtu kuuliza nini? Swali. Tunaona masahaba wakati mwingi walikuwa wakiamiliana na Mtume sallallahu alayhi wasallam bi uslubi al-as'ila, kwa kumuuliza nini? Masahaba, ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-janna. Walikuwa ni watu wa khairi, wanamwambia Mtume, nipe habari, nielezee kuhusiana na matendo ambayo yataniingiza peponi. Wa yubaiduni minan nar, na yataniweka mbali mimi na moto. Qala, Mtume akasema, laqad sa'alta an 'adhimin. Ikbali ya Mtume ilikuwa kubwa, kumwambia umeuliza jambo kubwa sana. Wa innahu, na kwa hakika mambo yalivyo, la yasir, ni jambo jepesi. Liman ala man yassarahu Allah, kwa yule ambaye Allah atamfanyia wepesi kushikamana na mambo hayo. Ma'a idhamihi fa innahu yasir, licha ya ukubwa wake na uzito wake, njia hiyo ni nyepesi. Tumefahamiana ya kumwelekeza mtu kufika katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamwambia afuatayo: ta'budu Allah, ukitaka kuingia peponi muabudu Allah, wala tushriku bihi shay'a, wala usimshirikishe na kitu chochote. Wa tuqimu sala, na usimamishe sala. Wa tu'ti az-zakat, na utoe zaka. Wa tasum ramadhana, na ufunge mwezi wa Ramadhani. Wa tahujju al-baita, na uhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye haji. Thumma qala, kisha akasema, ala adulluka ala abwabil khairi. Na ukisha kuyafanya haya, unajua kama haya ndio msingi wa Uislamu, si ndio? Na kuna sahaba katika hadithi uliyowahi kuisoma nyuma, alimueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, araita, tumefahamia, waonaje Mtume kwamba laiti nitasali almaktubat na nitafunga Ramadhani, wa ahlaltu alhalala wa haramtu alharam, si ndio? Wala azid ala dhalika shay'an adkhulu aljanna. Mtume alimwambiaje? Naam. Kwa hiyo hata hapa Mtume kamtajia ile misingi ya Uislamu ambayo akishikamana nayo katika maisha yake, basi itakuwa ni sababu ya kuingia peponi. Lakini akamfahamisha na njia nyingine za nini? Za khair. Akamwambia, ala adulluka ala abwabil khair, hivi nikufahamishe milango ya khair. Kwa sababu jawabu ameshampatia tayari, lakini anataka ampe faida. Akamwambia hivi, as-sawmu junna, funga ni kinga. Tumefahamia as-sawmu junna, funga ni nini? Ni kinga. Unapofunga unajizuia na mengi, tofauti na unapokuwa hujafunga. Nafikiri mnafahamu faida ya nini ya funga. Wasadaqatu tutfi'u al-khati'a, na sadaqa inazima kosa. Kama yutfi'u al-ma'u an-nar, kama vile maji yanapozima nini? Yanapozima moto. Maana yake wewe unapokuwa umefanya kosa, ili yale makosa yako uyasamehewe kwa wepesi, uyafute, unatakiwa ufanyaje? Miongoni mwa njia kubwa za kufuta makosa ni kufanyaje? Kutoa sadaqa. Na hili limethibitishwa na zaidi ya hadithi moja. Wa salatu rajul, na sala ya mtu fi jawfi al-layl, wakati wa usiku. Jawfi al-layl, jawf ni sehemu ya ndani, si ndio? Lakini kusudia ule usiku mkubwa. Thumma tala, kisha akasoma Mtume sallallahu kuthibitisha kwamba hili ni jambo linalopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa junubuhum, mbavu hizi ndio junub, mbavu za waumini. Tatajafa, hujitenga 'anil madaji',
na yale malazi yao. Maana mtu anaamka usiku anatoka katika godoro lake. Mabaji ni zile sehemu za kulalia. Tatajafa junubuhum, hutoka zile mbavu zao, maana watu huamka kutoka katika vitanda vyao. Tumefahamiana? Yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, kwa ajili ya kumuomba Mola wao wakitaraji malipo kutoka kwa Allah. Tumefahamu, na wakiwa na tamaa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wakiwa na hofu kutokana na nini? Na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya imeendelea mpaka kufikia wa mimma razaqnahum yuqinun, hiyo fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa bima kanu ya'malun. Kwa hiyo Mtume anathibitisha kwamba hii ni sifa miongoni mwa sifa za nani? Za waumini. Kusali sala gani? Salatul layl. Na pengine hii mashruu, hii ni biashara unafanya na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana ikawa ni katika waliowafikishwa kufanya hivyo, na inawezekana usiwe ni katika waliowafikishwa. Lakini katika sifa kubwa ya muumini ni hii. Nani atanitajia hadithi ambayo inathibitisha hilo? Naam. Kuna hadithi ambayo inaonyesha kwamba ni katika vitu vikubwa, na muumini ni katika sifa yake kubwa hii. Naam. Naam. Hadith, aya yoyote sawa. Naam. Zipo nyingi aya zinazosisitiza qiyamul layl. Miongoni mwa sharafu ya mu'min ni qiyamu al-layl. Hadithi hii haifahamiki? Unaifahamu? Naam. Inna sharafa mu'mina qiyamuhu bil-layl wa yaqum. Aywa, Allah. Barakallahu fiki. Allahumma amin. Kwa hiyo Mtume akaeleza hizi sifatu al-mu'minina, thumma qala ala ukhbiruka birasi al-amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Hivi nikupe habari kuhusiana na rasi al-amri, maana yake sehemu inayokusanya haya mambo ya kheri yote. Rasi al-amri ni kile kichwa, unafahamu, na kitu jamia kinachokusanya mambo haya yote. Wa amudihi, na msingi. Msingi unajua nini? Nguzo. Jengo hili inawezekana ndio kitu kizima, si ndio? Lakini nguzo ndizo zinazosimamisha jengo hili. Bila hizo nguzo pengine jengo lingekuwa lianguke hili. Wa dhirwati sanami, na kitu chenye daraja kubwa. Tumefahamiana? Kwa dhirwa ni sehemu ya mwisho, si ndio? Na sanam ni kile dhaharu aljamal, mgongo wa ngamia ule, ile sehemu iliyozidi ile ndio inaitwa sanam. Maana yake na kitu chenye daraja kubwa ya juu ni wafahamishe. Tumefahamiana? Umefahamu tafsiri vizuri? Qultu, akasema bala ya Rasulullah. Muadhi anamwambia ndio ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam, kitu kinachokusanya mambo yote haya kwanza basi ni Uislamu. Wa amudu as-salat, na nguzo yake ni sala. Wa dhirwatu sanamihi, na kitu chenye daraja kubwa kabisa al-jihadu, ni jihadi. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli, je, nikupe habari ya kitu kitakachovikusanya hivi vyote kwa pamoja, kitu kitakachokudhibitia vitu hivi. Qultu, nikasema bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, Mtume akashika nini? Waqala kufa alayka hadha, hebu jiepushe na, manake uzuie huu nini? Ulimi huu. Qultu, Muadhi akasema ya nabii Allah, ewe mjumbe wa Allah, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi, hivi sisi ni wenye kuhukumiwa kutokana na yale tunayoyazungumza? Kwa sababu anaona kila wakati binadamu min tabiatihi madha alkalam, sio kila wakati mtu anazungumza hivi. Haya maneno yetu haya pia ni sehemu kubwa ya yale tutakayohukumiwa. Mtume akamwambia, faqala thakilatka ummuka ya Muadh, umkose mama yako ya Muadh. Maneno haya al-aslu fihi adhamu, kutaka kumponda mtu. Tumefahamiana? Umkose mama yako si maneno mazuri,
Tumefahamu, lakini ni ada ya Waarabu kwamba mtu akitaka kumwambia kwamba mpaka ile hujui, ndio anatumia maneno kama haya. Kila siku umuka ya Muadh. Tumefahamu? Fahimu jaida. Ni ibara ambayo imezoeleka katika vinywa vya Waarabu. Ukitaka kumwambia mtu wewe hili hulifahamu katika maisha yako, kwamba ulimi ndio kila kitu katika kuhifadhi dini yako. Hapo akamwambia Mtume baada ya kumueleza hayo, ndio ujue kwamba hakukusudia kumtusi. Akamwambia wahali yakubu nasa fi nari ala wujuhi, na hivi Muadh unadhania kwamba watu wataanguka katika moto ala wujuhi, kupitia zile nyuso zao, au wataburuzwa katika moto kwa nyuso zao, au qala ala manakhirihim, au wakasema ala manakhir. Manakhir kitu gani? Maana katika maeneo haya sio sehemu za uso, illa hasaid alsinati, isipokuwa watatupwa katika moto kupitia nini? Kupitia yale machumo yaliyochumwa na nini? Na ndimi hizi na midomo na mazungumzo yao, ndio kusudiwa. Maana yake akthar ma yudkhilu an-nasa an-nara al-lisan, kitu kikubwa kitakachoingiza watu motoni siku ya kiyama ni yale machumo ya nini? Ya ndimi zao. Kwa hiyo katika kitu kikubwa ambacho muumini atakiwa ashikamane nacho katika maisha yake ni kuzungumza yaliyokuwa ya kheri. Falisanu khatirun jiddan, ulimi una hatari kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Hadhihi qa'ida 'azima fi hayati man almuslim. Hii ni qaida na ni msingi mkubwa katika maisha ya Muislamu. وبهذا نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لدي تنبيهات.